Karibu tena, tunaendelea na mazungumzo yetu baada ya kupata mapumziko na pia kusikiza kauli kutoka Kisii. Tutasikiza kauli nyingine kutoka kwa wananchi wengine, lakini kwa sasa hem tucheze taarifa ya viongozi wa ODM jana wakiwa kaunti ya Kakamega eneo la Malava, ambapo jina la Wycliffe Ambetsa Oparanya lilitajwa, baadhi ya viongozi wa ODM wakishinikiza awe mgombea mwenza katika uchaguzi mkuu unaokuja wa Kenya Kwanza. Huku ngoma ya siasa ikirindima eneo la Magharibi, viongozi wa chama cha ODM walifika katika eneo la Malava katika kaunti ya Kakamega. Viongozi hao wakisema wanamtaka waziri wa vyama vya ushirika na kaimu kiongozi wa ODM Wycliffe Ambetsa Oparanya kuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Sisi kama ODM tumekubali ya kwamba Rais William Ruto ndio presidential candidate wetu 2027. Lakini sisi watu wa ODM nasi tumesema ya kwamba deputy president atoke chama cha ODM, na ule ambaye anatosha kuwa deputy president kwa chama cha ODM ni Wycliffe Ambetsa Oparanya. Na waseme UDA walete rais na ODM walete deputy president, sisi tutapeleka kwa soko Wycliffe Ambetsa Oparanya. Viongozi hao wakisisitiza kuwa Oparanya ndiye mwenye uwezo wa kuunganisha eneo la Magharibi na taifa nzima kwa ujumla. Kila boma iko na yule anaelekeza direction. Tuko na mtoto wetu ambaye anaitwa CS Wycliffe Ambetsa. Oparanya aliweka bayana kuwa ni lazima chama cha ODM kivune pakubwa katika mazungumzo kati ya ODM na UDA. Tumekuwa na Raila alikuwa anatuingiza kupitia kwa dirisha au mlango wa nyuma. Wakati huu tunataka tuingie direct kwa serikali ya William Ruto. Tunasema mazungumzo yote ambayo itafanyika baina ya UDA na ODM mpaka tuwe hapo kwa Aidha, aliwataka viongozi wa upinzani kuendesha siasa za amani na kuepuka lugha ya matusi ambayo anasema inagawanya Wakenya. Kuna haja ya kutusi viongozi wengine kwa sababu hii nchi yetu ni nchi ya demokrasia. Wanachama hawa wa ODM pia wanadai kuwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ndiye anayefadhili mrengo wa Linda Mwananchi kwa lengo la kusambaratisha ODM na kugawa kura za eneo la Magharibi. Do not go to rest until we are counted as a region. Willy Lusige, runinga ya Citizen. Derek, nije kwako na pengine wakili atachangia pia. Wewe unashabikia chama cha ODM. Wycliffe Oparanya amekuwa mwanachama wa chama cha ODM kwa muda mrefu. Isitoshe amekuwa mwanasiasa tajika. Hivi sasa na umri wa miaka 70, amezaliwa Machi 25 mwaka 1956. Amewahi kuwa mbunge, amewahi kuwa waziri, amewahi kuwa gavana, hivi sasa ni waziri. Niulize swali la kizushi. Kwani hakuna vijana katika ODM wanaoweza kupendekezwa kuwa mgombea mwenza wa Kenya Kwanza ikiwa ushirikiano huo utadumu mpaka tufikie wakati wa uchaguzi mwaka 2027? Asante sana Nimrod. Kwanza kwa hilo swali umenihesabia vitu zenye Oparanya amekuwa mbunge, kwa waziri, amekuwa gavana. Kenya nafaa tukubali. Na kwa wakati mmoja katika sherehe ya kijamii, tusemezane ukweli, amewahi kuwatambulisha jamii yake mpaka akasema kwamba ana vitukuu. Okay. Kwa hivyo sio kwamba hakosi vijana ambao ni tajika katika masuala ya uongozi. Ndio. Kenya nafaa tukubaliane, kuna nyadhifa zingine za uongozi zinahitaji experience na zinahitaji mtu ambaye ako na ushawishi mkubwa katika nchi, na ndio maana nadhani chama yetu ya ODM inapendekeza Oparanya. Kwa wakati mwingine pia alikuwa naibu wa kiongozi wa pati yetu wa ODM, na nadhani Oparanya hata ukiangalia Kakamega wakati alikuwa gavana alifanya kazi mzuri sana. So ye ni mtu ambaye unaweza muamini na uongozi na pia anaweza fanya kazi vizuri sana. Narudia tena swali langu Derek, pengine huku nisikia. Hakuna kijana ambaye anatosha katika chama cha ODM. Ni sawa Nimrod. Sasa hivi. Na iwapo Edwin Sifuna angekuwa bado yuko katika chungwa kama ilivyo, angekuwa hatoshi kupendekezwa? Nimrod, unajua hujanipa wakati wangu wa kueleza. Unasikia? Yeah. Nilikuwa na kueleza mbona chama cha ODM viongozi wengine wanapendekeza Oparanya. Kwanza nimeanza kusema
kuna nyadhifa zingine za uongozi inahitaji experience, inahitaji vitu mingi sana. Na kwa saa hii sisi kama wana ODM tumeona vijana wetu wenye tulikuwa tunawategemea sana wametoka, wameenda. Unajua, umesema tu Edwin Sifuna. Edwin Sifuna kwa saa hii hayuko na sisi 100. Nasema hayuko na sisi 100%. Na kama hii saa hayuko na sisi 100%, tunatafuta mtu ambaye anaweza tuweka pamoja, mtu ambaye anaweza peleka chama mbele, na sisi tunaona Oparanya ametoshana hapo. Sisi kama watu. Pengine niulize kwa njia nyingine, ikiwa Oparanya mwenyewe pengine hangekuwa katika nafasi hiyo, pengine ingekuwa ni vijana. Unataka kusema hakuna vijana ambao kwa sasa hivi pengine wana hekima hiyo au busara? Kwa sababu, kwa nini nausisitiza hivyo? Kwa sababu kama mlivyoketi hapa mnashabikia vijana kuja siku moja kuwa viongozi, lakini ikiwa vyama vyetu vya kisiasa vitasalia kuwateua mibabe, watu ambao unasema wana uzoefu, basi nafasi yenu itakuja wakati gani? Wakati mmekuwa na mvi ama namna gani? Wako, lakini Kenya pia tukubaliane, Nimrod, mimi na wewe, kwamba sisi kama vijana pia lazima tujitokeze. Si ati tunapewa nafasi ati juu sisi ni vijana. Lazima uonyeshe, mimi naweza ongoza, mimi mwenyewe naweza peleka, mimi mwenyewe nimetosha kukuwa naibu wa rais. Unasikia Nimrod? Hakuna mwenye atakutoa kwa akulete mbele. We mwenyewe ukipewa nafasi ya kuongoza kama kijana, onyesha mimi naweza fanya kazi nzuri na naweza peleka nchi mbele, na nimetosha kukuwa naibu wa rais ama nimetosha kukuwa rais. Sawa. Jared, kwa sababu tunazungumza maamuzi na vitu ambavyo vitapelekea vijana kujitokeza, hii ni nafasi moja ambayo huenda ikapotea kwa vijana, kwa sababu malengo ni tofauti kwa wanasiasa, hasa ukiangalia wale wanaopendekeza. Ingekuwa bora ama ingefurahisha kama ingekuwa vijana wenyewe wamejitokeza kwa kauli moja na kusema kwamba ndio, katika chama cha ODM tunamshabikia fulani awe mgombea mwenza, ikiwa itakubalika na masharti yataidhinishwa wakati mazungumzo yatakapofanywa kati ya Kenya Kwanza na ODM. Lakini nijibu swali hili, ikiwa vyama vya kisiasa katika taifa hili vitaendelea na mtazamo kama huu kwamba vigogo ndio wenye nafasi nzuri kwa sababu ya yale majukumu wametekeleza, basi nafasi yenu kama vijana itakuwa ni ipi? Na je, itakuwa kazi ya vijana ni kufuata upepo tu kama inavyofanya bendera? Ndivyo nilivyosema hapa awali, lazima tujihoji kama sisi vijana. Nikienda kwa boma la Felix Derrick ama Jerry, siwezi anza kusema nataka kupikiwa nyama leo, nataka mchele, nataka pilau. Hiyo ni boma ambayo imeundwa na mtu. Amechukua muda, amechukua fedha, amepigania, kuna labda mahali amefukuzwa akarejea. Hivyo hiyo ni boma ya mtu. Kwa hivyo for as long as hatuna boma yetu ambayo tunaita ya vijana, tutatawaliwa na wenye boma. Hilo ndio wazo la kwanza. Wazo la pili, tuseme hata huyu bwana wetu Sifuna angekuwa mrengo wa ODM, aende ambiwe sasa wewe ndio vice president. Swali ambalo angeulizwa ni utatuletea kura ngapi? Kumbuka kura yake ni ya Nairobi, si ya Western. Western ina wenyewe. Manake wanadamu wanaenda na patterns. Ni vigumu sana kutokea jana unaweza ukatufurahisha na mashine za kukua kwenye for crowd haimaanishi numbers, na Wakenya wametuonesha hivyo mara nyingi. Crowd haimaanishi numbers, kwa sababu naweza nunua leo, kesho nikakosa, naweza leta wengine kutoka upande mwingine. Kwa hivyo ataulizwa una nini ngapi? Kumbuka yeye pia hana chama. Kwa sasa hana chama. Bila shaka. Na ni jambo ambalo nasema kama vijana ni vizuri tuangalie. Tunaweza kuwa tukampenda, ni kijana kama sisi, anatupigania, lakini kutoa uongozi unahitaji tajriba ingine ambayo inakuja kwa muda. Na imaanishi kwamba ati kwa sababu wewe ni kijana huna hekima, huna maarifa, huna marafiki, huwezi ukazungumzia watu. Inamaanisha ya kwamba kila mtu anakubali, kwa sababu tumesema kama kazi yangu inahitaji muda fulani kukua, kazi yako inahitaji muda fulani, basi hata siasa inahitaji muda fulani, watu wakakuzoea. Pengine nigeuze swali hili.
kwa sababu ya kutazama mtazamo wa jinsi vyama vya kisiasa vinavyoendelea na msisimko ambao ulioko sasa kwa Edwin Sifuna. Na niulize swali la kizushi. Kwa nini katika vyama hata chama tawala utakuta hata vuguvugu la vijana katika UDA halisikiki kwa sasa? Litaanza kusikika wakati uchaguzi unapokaribia, wakianza kusema tungependa vijana fulani wapewe nafasi fulani kusimamia. Sasa kule kukosa vuguvugu ndio kuna nitatiza akili. Kwa sababu ikiwa Sifuna amepata nafasi kibinafsi kuanzisha vuguvugu hili na linaonekana kubadilisha mawazo ya vijana angalau kwa sasa, hatujui mwelekeo utakuwa ni upi. Huoni kama vyama vya kisiasa vingekuwa na Edwin Sifuna kadhaa wa kusisimua vyama na kuhakikisha kwamba ikiwa kutakuwa na mtazamo kama ODM walivyosema Oparanya, kutakuwa na viongozi watasimama, vijana waseme hapana, mmefikiaje uamuzi huo bila kutushirikisha sisi vijana au kutuhusisha kujua kama tuko tayari au tuko na nafasi ya kupeana kwa sasa, baadaye tutakuja sisi. Hapo ndio nataka tuzungumzie, kwa sababu tunazungumzia masuala ya vijana. Wacha nianze hivi. Hata hapa tumekubaliana na kwamba jambo ambalo linatuzuia kama vijana kuzungumza, tuweza kuwa tuna mitazamo tofauti ya vyama, ya wagombea wa rais, lakini tumeona ya kwamba kama mtu anachukiwa kwa sababu ya wazo, kama unamchukia mwenzako kwa sababu ya wazo, siasa sio jambo lako la kufanya. Wewe nenda nyumbani kafanye kazi. Kwa sababu siasa tumeonyeshwa kama sasa hivi Sifuna wanazungumza na Matiang'i, si ndio? Tumepiga kelele miaka ngapi kuhusu Matiang'i? Amefanya hivi, amefanya vile, si ndio? Kuna mgombea mwingine Stephen Kalonzo Musyoka. Amekuwa kwa muda mrefu. Na kwa sasa hivi kuna kusitasita kwa sababu anashangaa ni vipi yule kijana ana ushawishi mkubwa upande mwingine na mimi bado nina sitasita kwa sababu ni kama anangoja kupatiwa uongozi na upatiwi uongozi. Si ni kweli? Na ukiangalia katika masuala ya masomo Kalonzo amemzidi kiuwakili kabisa, ana tajriba yake katika masuala ya siasa kwa muda mrefu. Ukija ukisema mali za kisiasa pengine ana nyingi, lakini sasa inatokea kwamba kuna kijana ambaye pengine ni ujasiri ambao umemfanya afanye vile, kwa sababu unakuta mwanasiasa pengine mwingine kama ulivyotaja Kalonzo, pengine ni ujasiri ambao unamfanya asijitokeze kama angependa kujitokeza. Na sasa hao watu wote wakiketi, kuna kitu ambacho utajua ya kwamba siasa ni bargain, ni negotiation. Lazima mtazungumza, lazima mtaelewana, kwa sababu tumesema msisimuko sio kura. Kuna hao wazee wenye kura. Kuna watu wa DCP watakutajia nambari zao za mlima. Kuna wengine watakutajia nambari zao za pwani. Gavana wa Trans Nzoia, jimbo la Trans Nzoia amesema vipi, mimi nitagawanya bonde la Ufa, si ndio? Kwa hivyo kila mmoja atakapokuja, hapo ndio mbivu na mbichi. Na ndio vijana ni vizuri tuelewe, kama hao hawachukiani, lazima tuanze kujizoesha sisi wenyewe kuzungumza hata kama kama tuko mirengo tofauti. Kwa sababu wao wametuonyesha siasa ya Kenya, upende usipende, ni siasa ya kuzungumzia unaowapenda na usiowapenda. Sawa. Felix, nije kwako kabla ya kwenda kusikiliza kauli za watu wengine. Kwa sasa hivi mnashabikia yale ambayo anatekeleza Edwin Sifuna kutokana na ujasiri wake na kadhalika. Kama vijana, bado mtakuwa na mwelekeo ule ule iwapo ataamua kufanya makubaliano na mrengo mwingine, hata ikiwa ni serikali kwa mfano, ama kutakuwa na shingo upande kwa nyinyi ambao ni vijana mnashabikia vuguvugu hili? Asante Nimrod, kwa sababu kama vijana tumekuwa, nitumie neno marginalized kwa muda mrefu, na vijana wanafaa wasome historia yetu Kenya vizuri, watagundua kwamba vijana ndio walikuwa mbele, wazee wakiwa nyuma. Kwa sababu ukiangalia Gama Pinto, Tom Mboya, wale waliuawa wakiwa bado vijana, wakitekeleza na kupitisha hoja ambazo zilikuwa zinaguza kila Mkenya yeyote. Lakini tumefikia mahali tukazembea, tukarudishwa nyuma. Kipindi hicho ni kipindi cha Moi, tukiwa wengine wetu bado hatujazaliwa, wengine wetu tuko wachanga, na tukaona siasa ni kama uwanja ambao hatufai sisi vijana. Tukaona mambo yanayotendeka pale ndani ya ulingo wa siasa hayatufai.
ukiona matamshi yanayotolewa na wanasiasa, ukiona jinsi wanavyofanyiana, mauaji yanavyoendelea ndani ya siasa, mpaka wazazi wetu wengine wanaogopa ukisema utaenda kugombea kiti fulani. Kwa hiyo kwa sasa tumeona baada ya maandamano ya juzi ambapo Wakenya wengi walifunguka macho, sio Wakenya tu, wana East Africa, dunia yote ilifunguka macho na kujua kwamba kweli maamuzi yote yanayotuhusu sisi yanafanyika kwenye siasa. Kama ni matibabu ni kwenye siasa, kama ni masomo yetu ni kwenye siasa, kama ni kilimo chetu ni kwenye siasa, ajira zetu, our jobs, ni kwenye siasa. Kwa hiyo tukaamwaje kujipanga, na sasa tuache mambo ya kukaa kiti cha nyuma, tukuje mstari wa mbele. Kama vile umeona chama cha DCP kimezaliwa baada ya maandamano, kukawa na akatimuliwa yule deputy president wa kipindi kile, akafunguka na kuona kweli hapa kuna vijana ambao wanajihisi pweke, wameachwa nje, na akawa wa kwanza akacapitalize na hiyo, na akachukua vijana kama kina Njeri, akaleta pia wale kwenye Senate walikuwa, akachanganya vijana ambao hawana experience na wale wako na experience. Lakini vyama vyetu, mfumo wa vyama, kama vile umeona swali ambayo umekuwa umeuliza ndugu yangu hapa, kile chama cha ODM si eti kwamba hakina vijana. Kuna Eddie ambaye ni senator kule Migori, na Eddie ndio amechukulia nyadhifa ya Sifuna kwenye bunge ya Senate. Kwa nini wasiseme Eddie anatosha? Kuna mambo ambayo sio tu kuwa kijana, there is something beyond being young person, na ndio hiyo inaonekana ndani ya Sifuna. He is just beyond that young man kwenye maadili, kwenye maongezi yake. Hajabebwa na ile euphoria kuona watu wengi wananifuata na kusema basi ni mimi. Amekubali na kusema bado atakaa chini na wazee, kina Gachagua, kina Kalonzo, kina Matiang'i, ingawaje wengine tuna mambo mengi ambayo tumebeba kulingana na historia yetu tangu tuanze kuifuata. Tumeamua kuwasamehe kwa sasa ndio tuweze kupata Kenya kupata Kenya ambayo iko free from abduction, iko free from killings na mambo tutawaliwe kikatiba. Yani Felix, nitakupa nafasi tena urudie, maana pia Derek nimemkaba kidogo. Nimekuuliza swali umelikwepa. Nimekuuliza ikiwa Edwin Sifuna atapeleka vuguvugu la Linda Mwananchi katika Kenya Kwanza, nyie kama vijana mtaenda ama mtaenda? Hilo utajibu hapo utajibu baadaye. Pia niongeze kwamba katika kauli hii ya ODM kumhusu Oparanya si kauli ya chama kweli, ni kauli ya viongozi wanaotokea eneo la kina Junet, na tunajua walikotokea. Na sijui wale ambao wanatokea sehemu za Nyanza au Pwani watakuwa na yapi ya kusema baada ya hapo. Pengine tutasikiza zaidi, ama pengine Derek anaofahamu zaidi atatuambia. Hem, tusikize kauli za wananchi wengine kuhusiana na maamuzi ya vijana mwaka 2027. Na asante sana kutoka studio hapo Nairobi. Leo tuko hapa katika eneo la Machakos ambapo tupata fursa kuongea na wananchi kuhusu maamuzi ya kura ya mwaka 27 na venye vijana watajumuika katika upigaji wa kura. Wacha tusikie watu wa Machakos wana yapi. Kwa majina anaitwa John Otieno, niko hapa eneo la Machakos. Mimi kama nikiongelea juu ya vijana, vijana ndio wanaweza fanya mabadiliko makubwa hasa kwenye siasa ambayo yenye yanaendelea humu nchini. Vile tuliambiwa pia na viongozi wengine ambao wametangulia, vijana wamekuwa wakiambiwa viongozi wa kesho. At least saa hii vijana saa hii wameamua kuamka na ndio wataamua uchaguzi hasa ya mwaka huu wa 2027. Asanti. Kwa majina naitwa Brian Ngumbi, mkazi wa Machakos, na nataka kusema kidogo kuhusu vijana wa Gen Z kuhusu upigaji kura wa 2027. Ni kweli vijana ndio wengi na tunatarajia waregister kupiga kura kwa sababu ni wao tu wako na future. Wasipojipanga kuchukua kura na kupiga na kuleta uongozi bora kwa nchi yetu ya Kenya, basi ni wao wako na watakuwa na wakati mgumu kwa sababu ya generation zingine zitakuja. Kwa hivyo tuna hope watachukua kura
na waende wapange line. Imekuwa challenge kidogo kwa sababu most of them they usually don't vote. Wakipata line ni kubwa, hawana time ya kupiga kura, wanaapa wanaenda shughuli zao. Tunatarajia watajikakamua ndio walete change yenye inastahili. Mostly maybe wataleta kiongozi myang. Tumekuwa tukiongozwa na watu wazee. Maybe tujaribu mtu young, wakimpigia kura maybe tuone kama kunaweza kuwa change Kenya. Alafu jambo ya mwisho pia tuna expect wasishawishiwe na pesa, wachague ule uongozi bora ndio Kenya ikue imara. Nimeshukuru. Japeth Maundu Ngulu. Mimi maoni yangu ni kwamba vijana wajisajili kwa wingi ndio ile siku ikifika tuweze kufanya maamuzi bora na tuweze kuweka wale viongozi ambao wanafaa. Sio mambo ya kukaa nyumbani na kusema tunataka kiongozi fulani, ama siku ikifika ya uchaguzi unakaa nyumbani unaenda kukunywa pombe na baada ya results unaenda kuandamana. Hiyo hatutaki. Watu watokelezee, vote ndio tuamue viongozi ni kina nani. Kile kingine, wanasiasa wasiwadanganye na pesa. Ufanye maamuzi yako mema. Choices have consequences. Hiyo siku ikifika watu watokelezee. Nasema hivyo. Na hizo ni hisia tofauti kutoka eneo la Machakos, ambapo wengine wasema vijana wanafaa kujisajili kama wapiga kura ndio tukue na viongozi wapya kunako mwaka wa 2027. Kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Musui. Katika mada tunapoangazia kuhusiana na siasa za mwaka 2027, hatua ya vijana kujiandikisha kwa wingi kama wapiga kura ina maana gani? Je, wako mirengo gani katika siasa za hapa nchini? Nimeweza kuzungumza na vijana na haya ndio walikuwa nayo ya kusema. Tunapendelea linda mwananchi. Ndio ya vijana. Wazee wamekuwa wametudanganya sana. Wanatushikilia, wakifika kule wanatupea handout. Tunaomba Mungu hii round hii wasitufanyie handout juu wamekuwa wametudanganya. Vijana tutawashikilia, lakini tukishawapea hatushikilii, wanatuachilia tunaanguka. Sasa round hii tunataka mwenye tutapea twende naye mpaka kikomo. Unaona iko na inatujali. Na kwa hivyo sisi tuko tayari kwa 2027. Bila shaka tuko kadi na tunangojea, kwa sababu sisi tunataka kwanza tubadilishe viongozi, tuweke vijana, sababu vijana ndio wanajua shida za vijana wenzetu. Sisi mambo ya doubt hatutaki kabisa. Tunataka sera na wale ambao wanawiana na wale mambo ambayo tunakusudia. Kama vijana tunataka tuwe kwa uongozi na pia kupata nafasi za ajira. Kama vile mfano wa rais yule Traore vile anavyofanya, anafanya mambo ambayo kweli yanaridhisha wananchi, na hivyo ndio sisi tunataka. 2022 tulimchagua Mheshimiwa Rais William Ruto, tukadhani kwamba mambo yatabadilika, tutapata kazi kwa wingi, lakini ukweli hakuna kazi. Kazi zinapewana kujuana, kazi zinapewana kulingana na tribe yako mahali unatoka, kazi zinapewana kulingana na ukoo. Kwa hivyo hiyo kitu tunataka tuivunje kabisa mwaka 2027. Na vijana tumeamua na tutapiga kura kwa wingi ili kwamba tubadilishe hii nchi na hii nchi iwe na mwelekeo mwingine. Watabaleta mabadiliko makubwa sana, kwa sababu wamejitolea hata kuliko zile miaka ingine vile walikuwa wanapiga kura. Kwa hivyo vijana sasa hivi wameamua wapige kura na watajitolea. Hii sio ile kusema walikuwa wanasema tutapiga kura na wajitokezi. Sasa hivi wameona umuhimu wa vijana kupiga kura ni nini, mpaka sasa kila mtu ameamua kabisa kura atapiga. Vijana wamechukua kura na bado wataendelea na kuchukua kama IEBC itawakubalia. Ndizo hisia kutoka kwa vijana hapo, wakisema kwamba katika uchaguzi wa mwaka 2027 watakuwa wanaangazia sera zaidi. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Taita Taveta, mimi ni Julius Joho. Nimrod Tabu, tunapoliweka swala hili kwenye mizani, tunao wakazi wa gatuzi la Samburu kulidadavua swala hili kiundani. Maamuzi ya vijana mwaka 2027, utafiti ukiashiria kwamba vijana wamejisajili kwa wingi kuwa wapiga kura, kinyume na idadi za miaka ya awali. Je, watakuwa wanashiriki maamuzi haya mwaka 2027, ama kipi kifanyike kuona kwamba vijana hawa wanajitokeza kushiriki mwaka 2027? Tunasema na wakazi hapa. Unapoona idadi hii ya juu ya vijana kuiari kuwa wapiga kura, unadhani endapo watajitokeza kikamilifu,
yataweza kuleta mageuzi kwa taifa kivyovyote vile? Kwa majina naitwa Daisy Losokoyo, mkaji wa Samburu. Ni vijana wamejisajili na uzuri hao vijana ni watu wameelimishwa. Kenya na eleza serikali akaweza kuuza sera zake. Anapouza sera zake aswa akuzie hao vijana. Maana hao ni watu wameelimika, si watu illiterate. Zamani walikuwa illiterate lakini sasa ni watu wamesoma. Na hata wanaangalia venye sera itawaonyesha. So wanapokuja kuuza sera zao waweze kukusia hata vijana. Ndipo sasa hata hawezi kuwapigia kura. Watatitokezea wapige kura. Maana uchumi imepanda na hata hao wangependa kupendwa hata maisha ikuwe sawa. Unadhani vijana ni watu wanaangalia sera ama wanaangalia mlungu la pesa? Hata kama wataangalia mlungu la pesa lakini wanaangalia wengi wao wamesoma. Ni wasomi wanaangalia sera. Kipi kifanyike kuna kwamba idadi hii ya juu ya vijana wanajitokeza kufanya maamuzi mwaka 2027? Kusema ukweli vijana ndio wengi kuliko sisi wasee. Vijana ndio wengi na wakijitokeza vizuri hata president atakuwa ni kijana. Na ninaona kulingana na zile dalili ziko, huyu kijana ambaye ni ya Western, huyu anaitwa Edwin Watenya Sifuna. Nafikiri akisimama sana akiwa ndio presidential candidate, nafikiri vijana watatuangusha. Sisi wasee tutakula guu. Ni kama vijana saizi mnafuata ushawishi wa wanasiasa ambao wanawashawishi na pesa ama wale ambao wanawashawishi na sera? Sisi kama vijana wa maeneo ya Samburu tunapigia kura sana ama tunaegemea sana katika wanasiasa wenye wanatushawishi na sera. Tunawapatia kura kutokana na kazi ambazo wanazifanya. Hiyo ndio vitu maalum ambazo tunaziangalia. Na je, mtajitokeza mwaka 2027 kushiriki uchaguzi? Ndio, tutajitokeza. Tuko tayari. Asante sana Nimrod Tabu. Ndizo kauli zinazoibuliwa na wakazi wa hapa wakiweka wazi kwamba vijana kwa sasa wamepiga teke na kisogo swala zima la kushawishika kwa fedha na wanaangalia misingi, maadili ya kiongozi na sera ya kiongozi, na wanaahidi kwamba mwaka 2027 itakuwa ndio mwanzo wa ukoko kualika maua ya mageuzi makubwa kuweza kufanikishwa humu nchini. Niruhusu nitie kikomo. Asante sana Nimrod, bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka mji wa Kajiado, na leo tukizungumzia masuala ya vijana hususan yanayofungamana na siasa. Hapa pia vijana wamekuwa wakifuatilia masuala mbalimbali, namna serikali inazidi kuwavutia na vile vile namna upinzani inaweka mikakati ya kunasa kura za hawa vijana hususan mwaka ujao. Sasa nitajiunga nao nisikie labda kutokana na labda vishawishi kutoka kwa serikali, labda mikakati ambayo upinzani inaweka. Je, wataegemea upande gani hususan kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao? Tutaanza na wewe. Ninaona kabisa mimi sitapinga serikali kwa sababu kuna yale mambo serikali walisema watafanya kipindi ile ya 2022 na wakachukua maamuzi magumu mpaka kukata watu mishahara, wakatekeleza yale ambao walisema kama manyumba, kupambana na mambo ya shule pamoja na kutengeneza SHA walisema, na tunaona inafanya kazi. Mheshimiwa Sifuna, mimi ni kijana na maybe mimi na wewe tumeachana miaka kidogo, wewe uko mkubwa. Lakini mimi nataka kukuambia, angalia vijana wasije wakakudanganya. Kwa sababu saa zingine vijana wanaweza kukusukuma ukifikiria watakufikisha wakuache na uache kiti yako ya Senate pale Nairobi, na tumeona ukifanya kazi nzuri. Mimi kwa maoni yangu upande ya serikali hata haijaribu kutumia hizo mbinu inatumia hizo ya kupea vijana pesa. Sioni kama kuna usaidizi itasaidia, sababu serikali imejiarifianga kuanzia mwanzo mpaka hapa mwisho. Sioni vile anaweza kuturudisha, sababu sisi wametufikisha kwa kona. Sifuna kukuja si ati ni pesa kuchangiwa pesa, ni sisi wenyewe tunapenda kwa mioyo yetu kumtolea pesa, sababu Sifuna tunaona ako na njia kuliko ile serikali imejaribu kutupitisha kwa njia ngumu. Serikali inatumia pesa mingi kuempower watu, kuempower mayouths, wa mama, watu wa bodaboda, na hiyo iweze kuwa inavutia vijana ama sisi kama wanabodaboda ama mayouths ama wamama kuunga serikali mkono. Already sisi kama vijana na mimi kama kijana, mimi hata nikipakwa rangi mwili yangu iandikwe Ruto, siwezi pea Ruto kura. Vijana washaamua tuko kwa one term. Na mimi niko kwa one term kwa sababu
maisha ya nitafanya, nitatenda, tulitenda, tunapanga, hiyo ilishapitwa na wakati. Na mbinu anayoitumikia si nzuri hata kidogo. Kwa vijana wengine hatujafikiwa na hatujaona manufaa kabisa ya serikali. Tunaambiwa kuna nyumba za affordable. Affordable tukienda pale kazi, tunapewa kazi lakini tunalipwa kama baada ya 3 weeks hatujalipwa pesa. Tunaishi aje? Maisha yanazidi kuwa ngumu. United Opposition ni vile hawajasimama kwa msimamo kamili. Tunataka kujua msimamo wao ni gani, watupee mwelekeo, wanatuletea nani na mwelekeo nao tupea kufikia sasa ni yupi. Asante sana, bila shaka umesikia ni maoni mseto kutoka kwa vijana hapa Kajiado, na wamejieleza tu kwamba kuna wale wanaunga mkono upande wa upinzani, kuna wale pia wanaunga mkono upande wa serikali. Kwa hivyo karata ni kwa wale vijana, hususan tarehe 10 mwezi Agosti mwaka ujao. Kutoka kaunti ya Kajiado, mimi naitwa Robert Masai.